Sadakta mtazamaji, karibu tena na shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Kama nilivyokuahidi awali, tunaingia kwenye sehemu ya mazungumzo na nikifungua rasmi sehemu hiyo. Leo ni siku ya Ijumaa na kama ilivyo ada, siku ya Ijumaa inakuwa ni jamvi la burudani, na leo tunaangazia unadhifu kwa wanaume. Mara nyingi wanaume unadhifu wao hauzungumziwi. Wanawake wanajiremba, wanawake wanajiweka nadhifu, wanajipaka manukato, wanajifukiza, lakini kuna umuhimu gani kwa mwanamume sawia kuwa nadhifu kwenye viwango hivyo, na pia labda katika afya ya akili na mazingira ambayo ya wale watu ambao wanatengeza mahusiano naye? Kuna umuhimu gani kuwa nadhifu na kuweka afya yake ya mwili ama usafi wake wa mwili ukiendana na afya ya akili? Nitakuwa nahusisha wataalam kwenye ulingo huo, na nitakuwa nazungumza na Unknown Baba. Tutakuwa tunamfahamisha hivyo kwa sababu ndio jina lake maarufu kwenye mitandao ya kijamii kama Unknown Baba, kwa sababu ni kinyozi ambaye ni mashuhuri sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini anaficha uso wake. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya hivyo, tunaficha uso wake, na lakini atakuwa tunatumia sauti yake katika kufahamu zaidi kwenye taaluma ya kinyozi. Mambo gani yamebadilika kwenye mitindo ya sasa katika masuala ya kinyozi na pia katika unadhifu wa wanaume. Na nitakuwa nazungumza pia na Joan Garuya ambaye ni mtaalamu wa urembo, lakini zaidi anafanya kazi sana na wanaume, kwa sababu wanaume siku hizi wanapokwenda kwenye sehemu zao za unadhifishaji hawaendi tu kunyolewa kwa Unknown Baba, lakini kuna vile vile huduma nyingine ambazo wanakwenda kufanyiwa. Tutakuwa tunazifahamu huduma hizo, na tutakuwa tunaangalia pia mabadiliko kwenye ulingo wa unadhifu na umaridadi kwa wanaume. Na pia nitakuwa namhusisha Daktari Dan Mogera ambaye yeye ni mwanasaikolojia na ni mshauri nasaha. Atakuwa anasaidia kuelewa umuhimu wa mwanamume kuwa nadhifu ni upi, na sio tu kunyolewa peke yake. Kuanzia wewe mwenyewe unapoamka unakoga, unapaka mafuta ama unanuka changamoto. Yote hayo tutakuwa tunayazungumzia hapa. Karibuni sana. Asante. Naam, nikianza na Unknown Baba ambaye ni kinyozi karibu na mimi. Yeah. Tukizungumzia unadhifu wa mwanamume, kwa upande wako wewe kama mtu ambaye unafanya biashara ama upo katika unadhifishaji na umaridadi wa wanaume, kipi ambacho kinakuja kwenye akili yako? Mwanamume nadhifu ni mwanamume wa aina gani? Mwanaume nadhifu ni mwanaume ambayo anajitake care. Juu mara nyingi ama watu wa kitambo wengi imekuwa ikijulikana wanaume wanajiachilia sana. Like mwanaume tu anaenda maybe ananyolewa dakika maybe 20 amemaliziwa anaenda zake. But sasa dunia sasa hii ilikuja ikabadilika. Ndio maana kuna trend nyingi, mwanaume tu aendi kinyozi tu kunyolewa, bali ataenda anyolewe, maybe asafishwe sura, maybe afanywe massage, like Moroccan, vitu kama hizo. Ndio maana like siku hizi unadhifu umebadilika. Umebadilika kiasi. Naam. Katika kufahamu hayo Joan, unadhifu umebadilika. Wewe binafsi kama mtu ambaye uko kwenye sanaa na vile vile taaluma ya unadhifishaji na umaridadi wa wanaume ama wa urembo kwa jumla, mwanamume nadhifu ni mwanamume aina gani? Nafaa kuwa amekoga, amejipaka cream ama itakuwa amejichubua? Mwanamume nadhifu ni mwanamume anakaaje? Mwanaume nadhifu ni mwanaume ambaye sura yake ukiangalia unaona inang'aa, hana pimples kwa uso. Yeye pia ukimwangalia muonekano wake anasimama imara, hana maumivu ya mwili, hana mahali panamsumbua. Pia nguo amevalia vizuri, hajachanganya marangi. Yaani ukimwangalia tu anapendeza. Hapo kwenye rangi kutakuwa na matatizo. Naam, Dan, wewe kama mwanasaikolojia, kama daktari, unadhifu wa mwanamume unafaa uweje? Unadhifu wa mwanamume unachangia pakubwa katika afya yake ya akili, na kuna zile tunaita faida za kisaikolojia wakati mwanamume yuko nadhifu. Kwanza unampata yule mwanamume anakuwa na ujasiri fulani, anajiamini na anajiona pia mtu wa maana. Na sio tu hivyo, ya kwamba huku nje pia wanaomuona wanaona kwamba huyu mtu anastahili kupewa nafasi yake. Manake hajakaa shagalabagala, ni mtu amekaa ametoka mahali, ni mtu amekaa ambaye ana utimamu fulani. Jambo la pili pia, unadhifu wa mwanamume kisaikolojia unamtoa wasiwasi. Unamfanya yeye hawe amejikita na anajielewa, yaani yuko in control. Kwa sababu ya nini? Unapokuwa umevaa nadhifu, na tutaongea tu pia juu ya ile amesema juu ya rangi, ile inaitwa saikolojia ya rangi. Jinsi ya kuchanganya zile rangi katika njia fulani ili lilete mvuto fulani. Unapata kwamba kuna vitu fulani huwezi kufanya.
Huwezi tu kwenda ukanunua mahindi choma basi watafuna barabarani. Kama umevaa kiwango fulani unajibeba katika hali fulani. Unaona? Sasa inachangia ile, lakini kama umevaa tu slippers na short unaweza kununua mahindi ukatembea nayo ukiwa, lakini ukiwa umejibeba katika hali fulani unapata kwamba haiwezi kufika katika hicho kiwango. Alafu pia vile vile ni nguzo kubwa sana ya afya ya akili ya mwanadamu. Manake ili wewe uweze kuwa nadhifu inastahili mpangilio. Inaonyesha kwamba wewe ni mtu ambaye umemakinika, ni mtu ambaye unajielewa, ni mtu ambaye unajiamini. Kwa hivyo unasema siku ambayo unataka kununua mahindi barabarani kama mwanamume inafaa kuendana na ulivyovaa. Usivae suti ukanunua. Lakini kama uko na gari unaweza kuweka pale ndani. Na mtu atakayekuona utakula. Lakini kama watembea kwa miguu basi balaa. Nafikiri hapo wanaume wana kibarua kwa sababu sidhani kama watakuwa wanaangalia walipovaa na kula mahindi ama njugu barabarani. Lakini tukizungumza na Unknown Baba, mitindo ya unadhifu wa kichwa. Tuanze kichwa kwa sababu kama alivyotaja Dan, unadhifu na umaridadi wa mwanamume sio muonekano wa kichwa peke yake. Wewe unaangalia sana unadhifu wa kichwa. Unadhifu wa kichwa cha mwanamume unafaa kuwa vipi? Mbali na kwamba akija kwako utakuwa unamnyoa kwa umaridadi anaotaka yeye mwenyewe, labda na mitindo ambayo ameichagua yeye mwenyewe, lakini unadhifu wa kichwa cha mwanamume kwenye siku za kila siku, unapoamka unakoga, anafaa kuwa ana sabuni tofauti ya kichwa ama anachukua tu panga yake anaoga mwili mzima naye? Unadhifu wa kichwa inategemea, na pia inategemea na location pia ambao wewe upo ama mahali wewe upo, kwa sababu tuseme kama uko Nairobi, tuseme kama Nairobi, huwezi linganisha ukikoga kichwa Nairobi wanasema labda maji iko sawa. Mombasa wanasema maji iko chumvi. So ukikoga kichwa maybe na sabuni ya panga utakuwa na madandruff. So kuna pia vitu maalum wafaa utumie. So ukiwa kama sehemu kama Nairobi unafaa kwanza unadhifu kichwa, because mimi mtu akija kwa shop, akikuja kwa shop anafaa kuwe like kichwa chako kisafi. Kama si kisafi na kupeleka, naambia nenda uoshe kwanza ndio ukuje nikunyoe. So inaanza na hapo kwanza. Kwa hivyo mtu anaponyolewa siku hizi anafaa kuwa kichwa ni kisafi. Anafaa kichwa kiwa kisafi. Like ukija nisije nikakuchana ukatoka madandruff, like unafaa unaanza hapo kwanza, like shampoo gani unatumia, sabuni gani unatumia kwa nywele yako, na mafuta gani unatumia kwa nywele yako. Zote hizo zinategemea. So ndio maana ukikuja kwa kitu changu cha kunyolewa unafaa kwanza nywele yako iko safi, kichwa chako kiko kisafi. Na Joan, umaridadi wa mwanamume anapokuja kwenye sehemu kama za Unknown Baba, vitu gani ambavyo vinakuwa tofauti ukilinganisha na awali? Kwa sababu kama alivyotaja Unknown Baba, wakati miaka ya nyuma mtu alikuwa anaingia kinyozi, unapigwa level yako moja ama kipara kabisa unaenda zako. Siku hizi mambo ni mengi, mitindo imebadilika. Kuna huduma gani zingine ambazo zinapatikana kwenye maeneo kama hayo kwa wanaume? Wakati umefika kinyozi alafu umenyolewa, kwanza kabisa ukimaliza kunyolewa tunakupeleka kwa chumba tofauti, alafu tunakuosha kichwa, alafu pia tunakukalisha kwa kiti, tunakukanda vizuri, pia tunaangalia uso yako, tunaona inahitaji kuskrabiwa, inahitaji facial, alafu pia tunatengeneza kucha. Hatutaki mtu akae na kucha refu zinakaa vibaya, so tunakuambia tukukate kucha. Pia miguu tunatengeneza, usiende unagwara watu na miguu, so tunatengeneza pia miguu. Alafu pia saa zingine unapata wanaume wana shughuli mingi sana, kwa hivyo saa zingine mtu amechoka, mgongo inauma, ana maumivu, hapo pia unapata massage. So ukilinganisha na wakati wa kitambo na saa hii, kila kitu iko kwa kinyozi. Wakati umeingia kinyozi unatoka ukiwa mtu tofauti kabisa. Na Dan, huduma ambazo zinapatikana sasa hivi kwenye vinyozi na alivyozieleza mrembo Joan hapa, ni huduma ambazo unakubaliana nazo kisaikolojia? Ni huduma ambazo zinafaa kuwepo kwa sababu hazikuwepo, na hatujui kama hazikuwepo kwa sababu ya tamaduni, hazikuwepo kwa sababu ya mitindo haikuwa imekuja, wala ni kwa sababu ya mtazamo? Hazikuwepo, lakini sasa zipo. Inategemea na mtu mwenyewe kibinafsi kile anachotaka. Nafikiri haya ni mambo ya mtu mwenyewe anavyoangalia unadhifu wangu ni vipi. Kuna mtu ambaye unadhifu wake uko katika nywele, kunyolewa vizuri. Lakini kuna mtu mwingine unadhifu wake ni kuweka nywele ziwe kubwa. Na kuna mtu mwingine aoni kama kusugua sura yake, kufanywa hiyo facial scrub ni moja ya unadhifu wake kama mwanamume. Yeye anaona kwamba nikishaoga nyumbani na sabuni nimetosha.
Naona sasa inategemea na mtu mwenyewe na yale mambo anayotaka, na kuna wengine pia hawajui umuhimu. Mimi nakumbuka tukiwa shule ya upili kule, kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anampatia mafuta ajipake, ananiambia mamangu hakunifundisha kujipaka mafuta. Yani kutoka utotoni mwake alikuwa hajazoea kujipaka mafuta. Sasa najaribu kumwambia ni muhimu kutunza ngozi yako kwa kujipaka mafuta kama mwanamume. Na kuna wanaume wengi tu ambao hawaamini katika hali ya kujipaka mafuta. Hata mwanamume mzima mimi basi niko hapo najipaka mafuta. Unaona? Sasa ni dhana na tamaduni ambazo saa nyingine mtu anaweza kuelimishwa na akatoka katika ile tamaduni, akaenda pale na akafanyiwa mambo kama haya wanayofanya, kupatia look smart, ambao ukitoka unajiona kwamba mwanamume mtanashati wewe, mtu unayejielewa. Anon baba, tofauti ya mitindo ya zamani na sasa katika unadhifu wa kichwa ni ipi? Tutakuja kwenye ndevu, lakini tuanze na kichwa. Tuanze na kichwa. Kwa mitindo inatofautiana kulingana na client na shughuli anayofanya. Kama lawyer, siwezi mnyoa kama mtu wa mtaani. Kwa kila mtu, ama siwezi mnyoa kama kijana. Cause lawyer anaweza kuja kwambie, mimi nataka tu level moja na maybe ni oniongeze na karangi kadai, ndo akienda hata kama ni kotini like look yake akipiga na suti yake iko smart. Lakini kijana anaweza kuja kwambie, unichore hapa, unichore kama ni Batman ama hizo style za kisasa, ndo pia akipiga zile luku zake za usharobaro ako sawa. So inatofautiana na kulingana na shughuli ya mtu ambao anafanya. Na umri, je, kuna tofauti yote ya umri katika unadhifu wa kichwa ama maridadi wa kichwa? Pia kuna tofauti na umri pia, cause mtu wa 20 years na mtu wa 40 years uwezo wanyoa kitu the same. Ama mtu wa 20 years na mtu wa 15 years uwezi mnyoa kitu the same. Pia baba uwezi mnyoa baba na mtoto wake kitu the same. So wote baba anaweza kuja na kijana wake wakafanyia unadhifu wa kichwa na mitindo tofauti. John, mtazamo wa watu wengi wanaoingia kinyozi na huduma ambazo zimebadilika zipo ni upi? Anapokuja tu ameketi anataka kunyolewa, alafu naambia unaweza ukasuguliwa na uso, unaweza ukakatwa na kucha. Mtazamo wao na labda reaction yao mara moja inakuwa ni ipi? Kwa kwanza kabisa wanauoga. Unajua kuna venye inajulikana hizi ni vitu vya wanawake, wanaume hawafanyi. Kwa hivyo tuna kazi sana ya kuwaeleza pia mwanaume anafaa kung'ara. But baadhi ya watu wengi ambao nimeshughulikia, ukishamfanyia mara ya kwanza anaona yenyewe hii ni kitu inasaidia. Sasa hata yeye mwenyewe anakuuliza, sasa tutakuwa tukifanya baada ya muda upi? Kwa hivyo ni changamoto kidogo, lakini polepole tu wanaenda wakishika kasi. Na Dan, umezungumzia mtazamo na dhana ya kwamba unadhifu, mipaka ya unadhifu inakwenda na mtu mwenyewe. Lakini je, katika tamaduni na mazingira ambayo yanatuzunguka, unahisi kuna dhana ya kukaribisha mabadiliko kwenye unadhifu haswa kwa mwanamume, ama bado kuna unyanyapaa? Dhana ipo. Dhana ipo, na pia lazima watu waelimishwe na waelewe kwamba lazima kujitunza. Ni sehemu ya ile tunaita kwa lugha mkopo self care. Ya kwamba unapokwenda kwenye pengine kama barber shop na unyolewe vyema na ufanyiwe massage na ufanyiwe scrub, si kuonesha ya kwamba wewe uko tofauti sana. Ni kumaanisha tu kwamba unajitunza. Ni sehemu moja ya wewe kujitunza. Manake vitu kama hivi saa zingine ndiyo vinastahili haswa, vingine ukiniuliza kama massage mke wako ndio afanye, lakini wanawake nao pia wamekuwa busy ya wake. Naona sasa ndio maana unapata kwamba mtu anatafuta usaidizi pale wa kumsaidia yeye kutoa mawazo. Wengine wanaume wanakwenda kinyozi, nitakwambia ukweli si kwa sababu hata anataka kunyolewa kila wiki saa zingine. Na huyu Anon baba atakwambia. Lakini kama njia moja ya kurelax na kutoa mawazo. Yaani akikaa pale akinyolewa, akilala, atakwambia wengine wanalala pale kabisa kama hiyo nusu saa ama jisaji moja, akiamka anasikia rejuvenation. Anasikia kwamba ameuishwa yule mtu na anaweza kuendelea na shughuli zake za kimaisha. Sasa si vibaya, lakini wewe mwenyewe jua tamaduni zako, je, zinakuruhusu kufanya vitu vingine? Kuna wengine ambao pengine tamaduni ama dini haimruhusu yeye akishanyolewa mwanamke
mshikashika pale akimfanyia masaji. Kwa hivyo ni sawa, lazima tuheshimu dini, tuheshimu tamaduni, lakini wale ambao wako na uwazi na wanaona ni sawa kufanywa vile ni sawa. Lazima watu wajue kwamba wale wanaofanywa na wale wasiofanywa si kwamba ati ndio njia pekee ya kuwa nadhifu kama mwanamume. Kuna njia nyingi tu za kuwa nadhifu, katika mavazi yako, saikolojia ya rangi, jinsi unavyochanganya rangi na muonekano wako vile unavyotokezea mbele za watu na vile unavyojibeba wewe mwenyewe. Maana unaweza pata mtu ambaye yeye anaambia wanafunzi wangu wa Ulumbi katika taasisi ile ya Ulumbi Afrika kwamba unaweza kuona mtu yuko nadhifu mpaka atakaposimama pale kwenye jukwaa aanze kuongea, ndio unagundua kumbe hata si nadhifu. Manake anavyoongea na alivyovyaa tofauti ya viendani. Kwa hivyo unadhifu si kuvaa tu peke yake, si kupiga luku, kunyolewa vizuri. Unadhifu inakwenda paka jinsi unavyoongea, jinsi unavyojibeba. Je, mtu anamuona mtu ambaye amejibeba kama mtu wa heshima ama mtu ambaye hajiheshimu? Anon Baba, mipaka yako ni gani wewe binafsi kama kinyozi katika unadhifu wa kichwa? Labda kuna kitu ambacho mtu ashai kuja kuambia nataka unifanyie mtindo huu na huu ukashindwa kufanya, ama wewe binafsi kwa unadhifu wa kichwa hakuna mipaka? Mimi kipande wangu mimi wanadili na watoto, wa mama na wa baba na vijana pia. So like katika kinyozi tunasemanga ni free world. So tunanyoa watu wote, bora tu mtu ako na uwezo na ya kulipa, tunamkaribisha na tunaheshimu uwezo wake ulikomfikisha. So hatunanga mipaka sisi katika sisi tunakupatia kama umekuja unataka unadhifu wa kichwa, sisi tunafanya. Hatunanga mipaka. Mbali na unadhifu wa kichwa, katika mitindo ya sasa kuna huduma zipi nyingine ambazo kinyozi wewe binafsi wachana na kina Joan ambazo unatoa, iwe ni ndevu ama ni huduma zingine zote ambazo wewe binafsi kama kinyozi unatoa kwa sababu ya mitindo ya sasa? Kwa sababu ya mitindo ya sasa tunahakikisha kwanza, kama mimi mwenye kinyozi, equipment zangu ziko zimesafishwa vizuri kabisa, ziko safi, ambazo nikikunyoa by kesho utakuwa umetoka majipu ama upele kwa kichwa. Ndo usije kuuliza mbona umesema umeenda kufanya unadhifu wa kichwa na mbona kichwa bado kinyozi amekufanya umetoka viupele. So nahakikisha kwanza vifaa vyangu vya kazi viko visafi. Tutakuja kuzungumzia ngozi, na pia tunajua wale ambao wana ngozi ambazo ziko sensitive, kama kuna njia ambazo mnaangalia kama vinyozi katika masuala ya unadhifu. Joan Dan alikuwa amezungumzia masuala ya huduma ambazo mnatoa, na baadhi nafikiri pia kutoka tamaduni nyingi tu zinafaa kufanywa na wake za wanaume wanakwenda vinyozi. Mnahisi wanawake wamefeli kufanya shughuli hizo na huduma hizo, ndio maana kuna nafasi ambazo mmezitengeneza za mazingira kwamba mwanamume anapokuja kunyolewa basi atakuwa anakandwa kichwa, anakandwa mgongo? Labda mtu hatujafundwa ama shida ni gani ambapo mmekuwa mmeona kuna pengo mpaka mkaamua hii ni biashara tunafanya? Kweli kabisa, na kubaliana. Pia unaweza fanywa masaji kwa nyumba, lakini kuna mahali hata shika vizuri juu yeye si mtaalamu. Lakini ukikuja kwa mimi kama mtaalamu Joan, nitaelewa shida yako vizuri na nitafinya mahali najua italeta mabadiliko. Kwa hivyo hatujakataza wanaume kufanyiwa masaji na mabibi kwa nyumba, na hatusemi hamwezi. Mnaweza tena kabisa, lakini sisi ndio wataalamu. Na mnajuaje sisi hatujajifunza? Tunafundwa nini tunapokwenda unyagoni? Ndani ulikuwa unacheka, lakini sijui kama unahisi mtazamo wa masuala yanayozungumzia Joan. Wanawake wanakaribisha kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake, uwe ni wa kitamaduni, uwe ni wa kimila, uwe ni wa kidini, lakini unahisi wanawake wanakaribishaje mtazamo ambao upo sasa hivi kwenye unadhifu na matunzo ya wanaume, hasa katika sehemu ambazo kina Joan na Anon Baba wanafanya kazi? Mimi nakubaliana na Joan ya kwamba kuna utaalamu wa kufanya masaji. Kama mtu kweli alisomea kufanya masaji, yeye ni physiotherapist ambaye amesomea, anajua mahali pa kushika. Mbona ukimwambia naumwa na mgongo sehemu ya chini ama naumwa na mabega, anajua vile atakavyo ufinya. Na hapo ndipo pengine wake za watu hawawezi. Unaona, ama shughuli zimekuwa nyingi, kizazi cha mishemishe hichi, mke pia naye yuenda kazini idaya, yuarudi masaa yale unaorudi, huo muda atumwambie sasa ulale chini, ati kila kwa wiki mara moja, ataona hii ni tabu. Na yeye mwenyewe pia anaweza kuambia bora wewe umeweka mipaka. Ukienda kufanyiwa masaji unajiheshimu,
mimi sioni kama kuna ubaya, kwa sababu ni taaluma. Na usingoje saa zingine mpaka uanze kuumwa na mgongo ndio uende. Unaweza kuifanya kama njia moja ya tamaduni zako pia wewe ambazo. Lakini pia nasema pale pale lazima mkubaliane kwamba mke wako hawe hana wasiwasi. Manake wivu unaweza kuingia. Haswa akija akijua pale unaponyolewa na mtoto dada yule anayeku sasa aje apate labda mtoto kitu kabisa pale. Ataona anaanza kutishika pale. Kama mbaye sasa nataka kuwa replaced. Unaona? Sasa lazima pia yeye ajiamini na amini ya kwamba wewe hauna shughuli nyingine. Wewe umekuna wewe mwenyewe pia uwe na nidhamu ya kwamba hauna shughuli nyingine ila tu ni kupata hii taaluma ama kupata hii service ya huyu dada ama huyu kaka, alafu unakwenda zako nyumbani. Kwa hivyo ni sawa. Naam, utofauti Anon Baba kwa huduma za unadhifu wa kichwa unazopeana kwa wanawake na kwa wanaume ni upi katika mitindo hii? Tofauti inakuwa ni gani? Tofauti inakuwa sana wajua wanaume wapendi vitu shouting sana. Maybe wanaume they like keep it simple, but tunapata mwanamke anataka akitoka nje kila mtu anaona nywele yake kama amepaka rangi, amepaka nyekundu, amepaka rangi ya blue. Hiyo ndio tofauti sana. But unapata tu mwanaume anakuja na kwambia Anon Baba, leo nataka tu kitu haraka tu niende ofisini. Kwa hivyo umaridadi labda katika kuongeza rangi na kurembesha ndio inakuwa tofauti. Naam, tutakuwa tunarejea kwenye mazungumzo haya na kuangalia pia swala la ngozi linaendana vipi na unadhifu sasa labda wa ndevu na kichwa, na pia katika kuangazia huduma ambazo zinatolewa, na alafu pia kuangalia swala ambalo Joanna ameliibua la saikolojia ya rangi ambayo Dana amesema atazungumzia daktari utakaporejea kutoka kwenye mapumziko. Na pia kuna taarifa ambayo nilikuwa nimekujuza hapo awali kwamba siku moja baada ya wabunge kupitisha kwa haraka mswada wa mabadiliko ya kodi ya thamani ya bidhaa yani VAT, Rais William Ruto ameutia saini mswada huo kuwa sheria. Vilevile kwenye hafla iliyofanyika mapema leo asubuhi katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto ametia saini mswada huo baada ya bunge kuharakisha kuupitisha, huku vilevile wakiweka tarehe ya nyuma ya tarehe 10 Aprili kama siku ambapo mswada huo uliwasilishwa. Mswada huo umepunguza kodi ya VAT kutoka 16% hadi 8% katika kuwasaidia Wakenya kupunguza gharama ya juu ya bidhaa za mafuta. This bill, Your Excellency, was introduced in the House by the Deputy Leader of the Majority Party, the distinguished member for Kilifi North, on behalf of the Majority Party. Your Excellency, this bill follows a dispatch that came from the National Treasury, dated 10th of April, which advised that His Excellency the President request the National Assembly to amend Cap 476 of the VAT Act so as to cushion Kenyans from the possible effect of the rising in petroleum products, Your Excellency, rising costs of petroleum and petroleum products, Your Excellency. No nation has been spared. The tremors of this conflict have traveled far beyond its theater, unsettling economies, creating tensions between heads of state and the moral voices of religious leadership, straining families and societies and reshaping the global order. The bill responds directly to these challenges by reducing the value-added tax on petroleum products by 50%. This singular intervention is expected to return over Kenya shillings 13 billion in monthly foregone revenue to the economy, thereby easing the cost of living for citizens and supporting businesses. Na mtazamaji, taarifa hiyo inanipa fursa ya kutupa jicho madukani. Nitakuwa narejea hivi punde kuendelea na mjadala hapa studioni kuhusiana na unadhifu na umaridadi wa mwanamume na umuhimu wake ni upi kisaikolojia, na pia tutakuwa tunaangalia katika masuala ya mahusiano, unadhifu huu una mipaka, hauna, na pia katika masuala ya kitamaduni iwapo mipaka ipo ama haipo katika masuala ya umaridadi, tukiangazia na mitindo ya kisasa. Na kusihi usiende mbali.
mtazamaji, karibu tena na shukran kwa kuendelea kusalia nasi, tukiendelea na mazungumzo kwenye sehemu hii ya tatu ambayo pia ni ya pili kwenye mazungumzo kuhusiana na unadhifu na umaridadi wa mwanamume na matunzo kwa mwanamume kwa jumla katika ulingo wa sasa na mitindo ya sasa. Je, kuna umuhimu gani kwa mwanamume kuwa nadhifu, na pia labda unadhifu unaishia kwenye mpako gani kama alivyokuwa anazungumza Daktari Dan? Na anahusisha Anon Baba studioni ambaye ni kinyozi mashuhuri, na vile pia namhusisha Joan Garue ambaye ni mtaalamu wa masuala ya urembo na unadhifu, akiwa mara nyingi wateja wake ni wanaume katika sehemu za vinyozi kwenye mitindo ya sasa. Na pia namhusisha Dan Mugera ambaye ni daktari, mwanasaikolojia na pia mshauri nasaha. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Na daktari, umuhimu wa saikolojia ya rangi katika sasa, umuhimu wa kukaa ama kuchanganya rangi kwenye njia ambayo inafaa, inaleta utofauti gani iwapo mwanamume anaweza kuvaa rangi ambazo ni maridadi na zinaendana labda na mtazamo ambao alikuwa anataka kuuleta kwa jamii? Sasa ni muhimu, na wanaume wengi wanalaumiwa kwa sababu ya kutoelewa umuhimu na saikolojia ya rangi. Lakini sio wanaume peke yake, hata kunao wanawake ambao nishaiona rangi amezichanganya tu vibaya tu. Sasa rangi ni muhimu watu waelewe rangi zina maana gani na mvuto wa kisaikolojia ni vipi. Kwa mfano, rangi nyekundu ina mvuto wa hisia, ujasiri, unaona, na pia mapenzi. Sasa lazima uelewe mazingara gani utakaovaa ile rangi nyekundu. Maana ukija nayo ofisini saa zingine unaweza kuonekana ni kama wewe si mtaalamu, yani si rangi ya kitaalamu, unaona, professional. Rangi ya samawati na kijani ni rangi ambazo ni za utulivu, rangi za heshima, rangi za amani, rangi za mwanzo mpya, na ndio utapata rangi hizi zinavaliwa sana. Rangi nyeusi ni rangi ya uongozi, ni rangi ya mamlaka, ni rangi ya ujasiri. Sasa mtu anapovaa rangi nyeusi anaashiria kitu fulani. Rangi nyeupe ni rangi ya utakatifu, rangi ya amani, rangi ya usafi. Lakini pia mazingira mengine ukivaa rangi nyeupe utaonekana kama washindana. Kwa mfano kwa harusi, alafu umvaa rangi nyeupe, unaonekana kama washindana na bibi harusi. Sasa lazima uelewe mazingira yanayokwenda ni gani. Rangi ya kijivu ni rangi ya mantiki, rangi ya taaluma, na hizi rangi zingine ambazo si za kung'ara sana kama pengine cream, na rangi zingine ambazo ziko dim. Sasa ni lazima uelewe jinsi gani utakavyochanganya. Ukichanganya pengine rangi ambazo zang'aa sana na rangi ambazo hazing'ai sana, unapata kwamba unakuwa na muonekano unaostahili. Acha nimtumie hapa ndugu yangu huyu Anon Baba. Kwa mfano, ametumia ile siri inaitwa the rule of 3 katika mavazi yake. Unaona amevaa shati nyeupe, amevaa koti ama suti ya kijani, alafu amevaa tai ile nyeusi. Kwa hivyo anakupa ile inaitwa the rule of 3, ambao mimi huambia watu unapovaa angalia usichanganye zaidi ya rangi 3 mara nyingi. Ndio muonekano wako utokee katika njia inayostahili. Ikiwa unavaa rangi ambazo zina muonekano sana ama dark colors, changanya na rangi ambazo they light colors, ndio ule muonekano wako uweze kutokea katika njia. Hiyo yote bado ni saikolojia ya kukusaidia wewe kuwa na afya ya akili inayostahili, na pia kukupresent wewe muonekano wako kule nje uonekana kama mwanamume ambaye anajishebedua katika njia zilizo za sawa. Naam, tukiangalia tofauti ya unadhifu wa kichwa na ndevu, Anon Baba, inakuja vipi ukiangalia mitindo, afya ya ngozi, kwa sababu ngozi hazifanani, na pia tutaangazia labda katika utofauti katika ngozi, labda katika matunzo ya ngozi ya ndevu na kichwa inakuwa ni gani? Matunzo ya ndevu na kichwa ina tofauti sana. Hata venye unashika mashini kwa ngozi ya kichwa na kwa ngozi ya ndevu ni tofauti sana. Kwa ndevu unafaa uende very light, like usigware mtu ndo baadaye akatoka chunusi, ngozi yake ikaharibika. Lakini kwa kichwa kidogo naweza enda na spidi ya juu kidogo. Na katika unadhifu wa mitindo
tofauti ya labda unadhifu wa kidevu ama kunyoa kidevu na mitindo ya kidevu na kichwa ni ipi katika masuala ya rangi, na pia labda wewe mwenyewe na kama mtaalamu, ushauri wako katika masuala ya kuchagua rangi na pia kuchanganya muonekano wa mitindo katika kichwa na ndevu ungezungumzia vipi? Katika kichwa na ndevu, kile naweza zungumzia pia inalingana na shughuli yenye, kama mwanzo nilivyosema, shughuli inalingana na shughuli unafanya. Cause kuna mwingine apendi, kwa wengine wapendi, vijana wengi ama wazee wengine wapendi kuwa na ndevu nyingi, cause anaona labda hiyo si unadhifu kwake. So pia inalingana na ile shughuli unafanya. Ndio maana nitarudia nikisema kama kwa kichwa unataka like ile kazi unafanya na maybe wewe unafanya kwa mjengo, kwa mjengo unaweza acha, wewe unafanya kama lawyer unaweza ika nywele fupi, inalingana. Na ndevu pia ni hivyo hivyo. Kuna mwingine anataka tu ka line kadogo ndio akiamka kesho anakuwa tu haraka, lakini kuna yule mwingine anataka ndevu na pia kuna vitu anatumia kama mafuta ya ndevu ili pia ni kazi kuweka ndevu, yeah. Kuweka ndevu ni kazi. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumzia kazi ya kufuga sasa nywele, wale wanaotaka umaridadi wa nywele ndefu ili kuwa nadhifu na kustokuwa na wasiwasi. Umuhimu wa kuwa nadhifu kwa mwanamume tumeuona kwamba unabadilika, ama unadhifu umaridadi unabadilika. Je, ni jamii ambayo imebadilika au ni wanaume ndio ambao wanajifunza kujitunza tofauti na awali? Ukiangalia kitambo, mwanaume alikuwa anajulikana ni mtu wa kujisahau. Anakumbuka bibi, anakumbuka watoto, dada, lakini yeye mwenyewe anajisahau. Lakini siku hizi kwanza hizi vinyozi zimekuja za kisasa, wanapata sasa ideas. Anaingia pale anaona haya, hii inafanyika, alafu akijaribu anapata uzoefu. Na anaona yenyewe hizi ni vitu pia nafaa kuwa nafanya. Tumepitwa na zile nyakati za mwanaume anafaa kuparara, mwanaume hafai kung'ara. Siku hizi kila mtu anafaa kung'ara. Na kwangu kung'ara ni nidhamu. Kwa hivyo nikiona umeng'ara najua nidhamu yako pia iko juu. Dan, mtazamo wa mtu ama muonekano wa mtu na jinsi ambavyo unaweza kuathiri mahusiano ya watu, iwe ni maeneo ya kazi, iwe ni familia, iwe ni kwenye maeneo ya umma. Muonekano na unadhifu wa mwanamume na jinsi ambavyo atakuwa anahusiana na watu karibu yake utakuwa unaleta tofauti ni kisaikolojia. Utapata kwamba unapokuwa mtu nadhifu, mtu mtanashati, kuna heshima fulani ambayo unaipata bila wewe kuiomba katika njia yako mwenyewe. Mimi kuna sehemu zingine naenda unapata hata askari mwenyewe anakupigia saluti, anakuambia karibu mkubwa, unaona? Sasa unashindwa, kwani huyu aliniona wapi ama nijuaje? Lakini ni ule muonekano wako aliokuona, haukai kama ambaye waweza kushukiwa kwamba hapo hajafanya mambo mengine ambayo stahili. Lakini vile vile pia utapata kwamba haswa kwa wanaume, ni vizuri kuelewa kwamba wanawake wengi wanapenda wanaume nadhifu. Hakuna mwanamke ambaye yataka mwanamume ambaye amejiachilia tu, basi wapangiwa kila kitu, soksi, boxer na nini, sijulikani. Wewe mwenyewe unataka, na wewe mwenyewe unajipanga kama mtu nadhifu, unajielewa na unajibeba katika njia zinazostahili. Kazini pale ukiwa na ule unadhifu, pia watu wanavutiwa kukaa karibu na wewe. Maana hakuna mtu anataka akae karibu na mtu ambaye anatoa maarufu yasiyoeleweka. Sasa unadhifu wako unachangia wewe mwenyewe kisaikolojia, alafu vile vile pia inachangia wale watu walio karibu na wewe. Lakini haswa ni nguzo kubwa kwako wewe kwa afya ya akili yako, kukupatia confidence, ile ujasiri na wewe mwenyewe kujielewa. Lakini pia katika mahusiano yako na watu, mahusiano yako na unaowapenda, mahusiano yako hata na jamii huku nje, unapata kwamba wewe ukiweza kujibeba kama mtu nadhifu, na napoongea unadhifu naongea mavazi vile unavyovaa, na pia vile vile maongezi yako na tabia zako. Zote zinatakana ziambatane ili kufanya wewe kuwa na muonekano unaostahili. So Dr. Unknown Baba, uhusiano wa matunzo ya ngozi ya skin care na matunzo ama unadhifu wa ndevu na kichwa vinalingana vipi kwa karibu? Vinalingana kwa sababu ukiweza kutunza ngozi yako, like hata pia watu watakupenda. Like hakuna mtu anapenda mtu ako na chunusi.
yani kwa akili pia, yani kwa uwezo wa akili yako inakusaidia, hata unaweza kukutana na watu wengi pia. So ukiweza kutunza ngozi yako inakusaidia pia kwa unadhifu. Kwa wanaume wenye matatizo ya ladha ya ngozi wanapokuja kunyolewa, ni huduma zipi ambazo unashauri wapate, ama ladha katika pia matunzo ya baadaye? Si kila siku mtu anakuja kinyozi, lakini ladha kwa kuondoka, na ushauri unaambia ukitoka basi fanya hivi na hivi ndio uweze kuwa kichwa chako kitakuwa nadhifu, ama ngozi yako itakuwa nadhifu, kwa sababu ladha una changamoto za ngozi. Naweza tolea mfano kama mimi mwenyewe naweza pata maybe client ametoka kwa kinyozi nyingine, amekuja kwangu na maybe ngozi yake iliharibika. Maybe unapata wanaume wengi hapa nyuma, unapata ule kinyozi aligwara sana na akatoka chunusi. Ushauri watu tunampatia, tunamwambia kwanza, mimi nitakunyoa but mashine zangu nimesanitize. So baadaye namwambia one on one, ama nimtext nimwambie unafaa uende daktari, uende uangaliwe ngozi yako ndio isizidi kuharibika. Na baadaye maybe anaweza pata matibabu kwa daktari. Joan, ukaribu wa matunzo ya mwanamume na ngozi yake unaleta umuhimu gani? Na sio tu ladha ya ngozi ya uso peke yake, lakini ladha ya ngozi kwa jumla, kwa sababu wanawake wana products nyingi wanatumia. Mtu atakuwa na scrub anaoga nayo, atakuwa na mafuta ya ngozi na mafuta ya uso. Matunzo ya mwanamume katika masuala ya ngozi, wewe kama mtaalamu kwenye masuala ya urembo, yanafaa kuwa yakoje kwenye mitindo ya sasa? Mwanaume akiingia pale katika kinyozi akwambie nahitaji kufanyiwa scrub ama facial, sana sana kwanza unaangalia sura yake, unaona iko aje, ni sura yenye iko na mafuta mengi ama ni normal skin. Alafu pia unapata facilities za sahi zime provide products mingi, kama pale kwetu Next Level unapata products ni mingi. Kwa hivyo kuna venye unaweza chagua, kuna yani uwepo wa kuchagua yenye inaendana na client wako. So unamtafutia ile product yenye inaendana na skin yake, ndio isolve hiyo shida maybe yako nayo ya dead skin ama wingi wa mafuta kwa uso. Na saa zingine pia una recommend, akikuja anataka kuscrubio, unamwambia hapana, nimeona skin yako haihitaji scrub, maybe inahitaji steaming. Tunafaa tutoe mafuta, tukusteam, pores zifunguke, tutoe mafuta. Lazima uangalie kwanza skin ya ule customer ameingia inakaa aje, ni nini inahitaji, ndio sasa umhudumie. Dan, watu wengi wanataka tuzungumzie swala la mwanamume na harufu. Kwa sababu tunajua kwamba nyinyi kama watu ambao mnatafuta sana kutafuta, mara nyingi labda mnakwenda juu chini sana kushinda wanawake wengi, labda wamekiti wametulia, kazi zao zinakuwa ni za taratibu, za zisizo na fujo. Umuhimu wa mwanamume kunukia, mbali na kupendeza, kwa sababu unaweza ukapendeza lakini ukawa unaleta harufu ambazo haziendani na muonekano wako. Dunia imebadilika na kuna hata marashi ambayo, unajua wanaume wapendi marashi ambayo yananukia sana. Penda tu marashi mild. Ama hata wanapokuja katika sabuni, hawataki sabuni ambazo zinanukia sana. Sasa mimi huambia watu, kama unaweza, kama mwanamume, nenda katika zile zinaitwa natural products. Kama mimi natumia natural product. Mimi natoka Pwani, kwa hivyo mimi mafuta yangu ya nazi yale, nikishajipaka nasikia niko sawa. Ama ukichanganya mafuta ya ufuta, basi unajisikia uko sawa. Maanake hayanuki sana. Na pia yanakusaidia wewe, kwa sababu kila mwanamume iko na harufu yake. Wanawake ukiuliza, wewe mwenyewe unaweza kuwa ujisikia harufu yako, lakini watu wanakusikia zile harufu zako. Kila jasho lina hormones zake ambazo zinakufanya wewe. Sasa ni wewe mwenyewe ujijue. Unaona? Ndio watu wanasema jasho saa nyingine linachangiwa na pengine vyakula vile mtu anavyokula. Kwa mfano jasho la mlevi tofauti na jasho tu la mtu ambaye yanywa maji. Sasa ni wewe mwenyewe ujijue uraibu wako ni gani, ni vyakula gani unavyokula na jasho lako liko vipi. Manake ukishalizoea ile jasho lako sana wewe ulijui. Lakini watu walio karibu na wewe wanalijua ile jasho lako. Sasa ni muhimu ili usiput watu off. Kujaribu kutafuta vitu ama marashi ambayo yanaweza kusaidia, ama kuoga na sabuni ambazo pia zinakusaidia wewe ngozi yako isitoe harufu ambayo haistahili. Manake hautaki kuwa unaongea na watu ama uko karibu na watu alafu wanahisi harufu ambayo si sawa. Haswa katika mazingira ya kikazi na kitaalamu na pia kule nyumbani. Na pengine unaweza kuwa mwenzako anakupiga busu, lakini sasa ile harufu inayotoka kwenye kinywa chako balaa. Sasa ni wewe mwenyewe ujue. Na kuna watu tu kwa kiasili unapata mdomo wa mtu pengine unatoa harufu. Ni wewe ujue kama utatafuta kitu
unaona, ambacho kila mara pengine unamumunya, unaona, unakunywa maji, kuhakikisha tu angaa ama unatafuna kama ni chewing ile, unaona, ndio uhakikisha kwamba mdomo wako ukiongea na mtu akiwa karibu ya kwamba anasikia harufu ambayo kidogo ni ya kuvutia. Unaona, sio mtu anaongea na wewe lakini unamwona yuangalia kando, unashindwa ni nini jamani. Kumbe ni harufu ile inayotoka kwenye kinywa chako. Sasa haya ni mambo, maana hata wewe ukiwa na hiyo harufu kama hiyo inakuathiri wewe, afya yako ya kiakili, maana unakuwa hauna ujasiri. Maana ukiongea na mtu unaona mtu amfanya hivi. Unaona? Ama wewe mwenyewe una ujasiri mpaka ukiongea na watu, kwa sababu unajua kinywa chako kinatoa harufu, unapata kwamba sasa sauti pia haitoki vizuri, huna ujasiri ule wa kujieleza. Sasa haya ni mambo ya msingi jamani, watu wasione kama mbaya ati tuingilia sana wanaume kuwa nadhifu, sijui muonekano. Haya ni mambo asilia jamani, na watu lazima wazingatie. Kama aswa unataka kuonekana kwamba ni mtu unayejitunza na ni mtu ambao unataka kuwa na muonekano ambao utavutia watu. Naam, Anon Baba, ushai kupata mteja ambaye labda amekuja kutaka huduma za kunadhifishwa kichwa, lakini unadhifu wa sehemu zingine za mwili hauendani na labda tunayoyazungumzia hapa, na labda inakuwa inaleta ugumu gani katika mazingira yako ya kazi? Kuna kama hapo Next Level watu tunawapata wengi, kwa sababu client anaweza kuja ukamkalisha kwa kiti, ukamnyoa ndio vizuri, but katika ile harakati ya kupiga story maybe maybe harufu ya mdomo, ama maybe ngozi akona jasho ambalo linatoa harufu kali. But tunajaribu kuwashauri tu, anamwambia maybe anaweza kusikia wewe venye unanukia na wewe ni kinyozi, na maybe umemshinda na kuulizia umenunua wapi, kitu kama hiyo, unamuelezea tu. Na kama ni matatizo ya ngozi ama sura yake imeparara, unamuelekeza kwa msichana, na msichana ndio anamuonyesha mambo mengine, anamwambia basi kwa hii ngozi yako tunaweza kufanya hiki na hiki. Tutakuwa tunakuuliza kwa nini vinyozi wenyewe hamkuamua kufanya huduma ambazo kina Joan wanafanya mpaka muwe na wasichana pale kando. Swala ambalo nafikiri wanawake wengi nyumbani wanakinzana nalo. Joan, mwanamume anapokuja na akiwa hana unadhifu ambao tunauzungumzia, lakini amekuja kwa huduma zingine, hayo mazungumzo yanakuwa rahisi ama magumu kiwango gani kuyaanzisha pale? Kwa sababu si rahisi kumwambia mtu kwamba wewe kaka, unanuka changamoto, jitahidi. Naam. Lazima uende na ile mbinu ambayo si ya kumdhalilisha. So ukimtengeneza tu, maybe utaona kucha zake zimerefuka, miguu yake ipendezi. Hapo sasa ndio unamwambia tunaoshanga miguu. Sasa kwa akili yake atajiuliza, na kwa nini ameniambia tunaoshanga miguu? Wengine unapata na kuuliza, kwani miguu yangu ni chafu? Miguu yangu ni mbaya? Unamwambia si mbaya sana, lakini si mbaya sana, lakini tunaweza tengeneza. So ni mbinu, unatafuta tu mbinu tu ya kumwambia. Huwezi enda ile direct, atafeel kama umemweka chini. Lakini tunapatana na hizo cases na tunasaidia penye tunaweza. Dan, mazungumzo hayo mara nyingi hayawi rahisi. Iwe ni rafiki yako unataka kumwambia kazini, ni jirani, ni mtu unayekutana naye nje, mara nyingi kwenye sehemu za umma hutojali, utavumilia dakika chache, hutomuona tena. Lakini mazungumzo kama haya, kwa sababu wewe ni mwanasaikolojia na wewe ni mwanamume, kuna kuwa na umuhimu gani kuwepo kwa mazungumzo haya, na pia sensitivity ya mazungumzo haya na jinsi ambavyo mtu anaweza kuyaanzisha, kwa sababu kuna wakati unashindwa kuanzisha mazungumzo kama haya? Sasa nyumbani ama huku ukienda kwenye sehemu hizi za kinyozi? Iwe ni nyumbani, ni kazini, sehemu ambazo unakutana na mtu mara kwa mara, sio sehemu za umma, lakini unataka kumpatia ushauri kuhusiana na unadhifu, na ni mwanamume. Na kwa sababu tunajua wanaume kuna maneno hawataki kuyasikia. Nafikiri mwanamume kwa mwanamume saa nyingine inakuwa na urahisi ukiwa na heshima fulani, mtu kusikiza. Na saa zingine utapata watu hata mimi wanakuangalia wewe mwenyewe. So unakuwa wewe kigezo. Mtu anakuangalia mwenyewe, anakuona vile unavyojipanga, vile unavyovaa, mavazi yako, kwa anashabikia sana umuhimu wa saikolojia ya rangi na unadhifu. Sasa unapata kwamba muonekano wangu wenyewe unafanya watu wanakuidentify wewe
na huo muonekano wako. Sasa unapata mwanamume hata anaweza kuja kukwambia hii umeshonewa wapi, ama hii look yako nzuri, unapata sasa unaanza yale mazungumzo na yule mwanamume, na unaweza kumwelezea. Na mwingine pia anaweza kuwa hajui. Kuna mengine sengine ni malezi na utamaduni. Mtu alizaliwa katika familia fulani, hakuwa na kigezo kama baba ambaye anajua kuvaa ama anajua kujitunza. Watu walikuwa amka tu basi ndio hao wanaenda mambo shagala bagala. Sasa yule anayenukia tu na desturi, anajua tu naweza vaa manjano na kijivu na mimi huyo nimeenda, hajui kama rangi hizi hazingiliani. Unaona, sasa ukimuona kama wale aswa wale watu ambao nafanya nao kazi, lazima nikuweke kitako hapo, nikuelezea kwamba anza kuvaa hivi, ukivaa hivi itakusaidia wewe kutokea hivi, usivae nguo ambazo basi zimekuachilia sana, ni kama ambaye wewe ndio hizo nguo ndio zinkuvaa wewe na wewe ndio nzivaa. Unaona, unamuelezea mtu anaelewa ya kwamba ukivaa kiatu cheusi basi fuatilisha na mkanda mweusi. Usivae kiatu cheusi alafu umevaa mkanda brown ama mkanda wa rangi nyingine tofauti. Hakisha kwamba imeambatana. Kama inawezekana paka ufuatanishe paka na saa pia vile rangi yake, fuatanisha hivyo. Hii yote inaambatana na inakusaidia wewe kuwa na muonekano ulio mzuri. Alafu anafanya vile, hadhi yake anaanza kuona kweli inakaa tofauti kama vile mimi nilivyoambiwa. Sasa inakuwa rahisi wakati muko na mazoea mengine na mwanamume mwenzako kuweza kumsaidia. Lakini kuna wengine pia sikio la kufa, wajua Waswahili wasema aliskidawa. Unaona, hata ukamwelezea vipi yeye, kwa sababu ya desturi zake na maisha yake vile ambavyo ameamua, saa zingine haoni haja, haoni kwamba hichi ni kitu cha muhimu. Na pengine kazi yake pia ile anayofanya haoni kama sasa unajua ukimwambia pengine mechanic hata takana uwe na muonekano, kwambia mimi bwana mimi nashinda kwenye overall. Nikitoka hapo nenda zangu nyumbani. Sasa inategemea pia na huduma gani huyu mtu anatoa na anakutana na watu wa aina gani. Kweli. Anon baba, awali hatukuwa tunaona sehemu za vinyozi zikiwa na huduma ambazo tunazizungumzia sasa hivi kwenye vinyozi vya kisasa. Kabisa. Lakini huduma hizi zimeletewa wanawake kuzifanya. Hamwezi kuwa na unadhifu wanaume bila wanawake kuwepo. Utakuwa pia Dana analizungumzia hilo, lakini kwa nini vinyozi wenyewe wasingefanya hizi huduma? Ni kwa sababu ya mtazamo, kwa sababu pia tunajua kwamba kuna huduma ambazo labda wanaume wasingetaka kufanyiwa na watu wa jinsia yao. Mtazamo unakuwa ni gani katika kunao vinyozi wanaofanya huduma ambazo Joan anafanya na bado wananyoa, na labda inachukuliwaje kwa wateja wenyewe? Kwa sisi wenyewe kwa vinyozi tunasema kuna ile unataka kufanyia watu wengi, like unyoe watu wengi ndo labda mshahara wako uwe mzuri. So tukisema mimi ni kunyoe, ni kufanyia hizo vitu za Joan, kama ni massage ama unaona itachukua time nyingi sana, like the whole day niko na wewe client moja. Lakini mimi pia nataka nikuwe na client wengi kwa siku, pia jina yangu likuwe kubwa. So ndio maana mimi nasema mimi nitakunyoa maybe 45 minutes, then Joan atamalizia hizo vitu zingine. Ndio tuokoe muda na pia mimi nipate wateja wengi na pia jina langu zidi kuwa kubwa. Lakini mteja angesema nakulipa fedha nyingi, ungefanya shughuli zote? Kuna changamoto sana, sababu ukisema wanaume pia jua tunakuanga sensitive. Unajua wanaume kuna vitu vingine atakwambia mimi siwezi shikwa mguu na mwanamume mwenzangu, ama kuna hiyo changamoto. Sasa ita take time sana kuexplain ya client, na ile time uko muexplainie labda ungekosha shika mtu mwingine, ndio kuavoid vitu kama hivyo unampatia tu msichana ndio yeye mwenyewe ataamua. Tutakuwa tunazungumza na Joan ni kwa nini lazima kuwe na wanawake katika sehemu za vinyozi. Ni sababu alizozitaja Dan ama kuna sababu zingine? Na kama kuna mipaka pia katika shughuli ambazo ama huduma ambazo watu hukuja kupata baada ya kunyolewa ama kuingia katika sehemu kama zile. Lakini kabla ya kuzamia hayo, tumepata fursa ya kupiga tama la maji. Tutakaporejea tutakuwa tunamalizia mjadala huo. Siende mbali. Shukran kwa kuendelea kusalia nami, tukiendelea kuangalia unadhifu, umaridadi na matunzo ya mwanamume hususan katika mitindo ya kisasa. Iwapo kuna mipaka na iwapo hakuna, pia ni kipi ambacho kinatarajiwa kwako kama mwanamume ukiwa kwenye mazingira ya mahusiano ya kifamilia, ya kazi, ili uwe maridadi?
kwenye viwango ambavyo vinahitajika ama vinatarajiwa. Na mhusisha Unknown Baba ambaye yeye ni mmojawapo wa vinyozi mashuhuri na anajulikana kama Unknown Baba mitandaoni, na pia namhusisha Joan Ngaruya ambaye ni mtaalamu wa masuala ya unadhifu na urembo, akiwa anafanya kazi kwenye sehemu za sasa za vinyozi ama vinyozi vya kisasa, ambapo huduma mbali na kinyozi zinapatikana kwenye sehemu zile, ikiwepo ukandaji ama massage na huduma nyinginezo za matunzo ya ngozi hususan kwa wanaume. Na pia namhusisha Daktari Dan Mogera ambaye ni mwanasaikolojia na mshauri nasaha. Karibuni kwenye sehemu ya mwisho. Naam, Joan, ni kwa nini kulikuwa na haja ya kuwa na wanawake kwenye sehemu za wanaume? Kwa sababu tunapokwenda kwenye sehemu za wanawake, mara kuna zile ambazo ni wanawake pekee, na pia kuna sehemu ambazo wanaume pia wanafanya huduma labda kwa unadhifishaji ama urembo wa wanaume. Lakini labda kuwepo kwa jinsia ya kike katika zile nafasi, kuna mchango gani? Inaleta urahisi kiasi gani ama inaleta tofauti kiasi gani kwa wale wateja ambao wanakuja kutafuta zile huduma? Kwanza kabisa ni kuanza na kusema umoja ni nguvu. Kwa hivyo tukifanya kazi sisi wote mambo makubwa yanafanyika. Wakati mwingine unapata tuseme kama Unknown Baba hapa ati sasa anaenda kufanyia mwanaume massage. Ukiangalia mikono ya Unknown Baba na yangu utapata yake ni ngumu. Sisemi yake ni ngumu lakini utapata kuna utofauti wa texture. Sasa zingine ukienda kumassage mtu na mikono ngumu, unamgwara, unamuumiza. Na ule mwanaume amekuja anatafuta kupumzika, asikie mwili umerelax vizuri, damu inatembea vizuri. Sasa unapata hiyo sasa ndio sababu wana prefer wanawake. Alafu pia unapata akitengenezwa na mwanamke ana feel akiwa comfortable. More comfortable. Unajua wengine atashangaa, mwanaume ako hapo ananishika mguu ananikanda, hii ni mambo gani? Basi sasa akifanywa na mwanamke ana feel ako way more comfortable. Anaweza kufanywa na mwanamke pia, anaweza afanywa vitu vingine. Maybe kama si massage peke yake, maybe anaweza sema si unisafishe basi na miguu, atakuwa na urahisi wa kusaishiwa. Kisaikolojia Dan, haya tofauti ya preference, whether unataka huduma fulani zifanywe na mtu wa jinsia ya kike ama kiume, ni masuala ya kisaikolojia, ni masuala ya kitamaduni, na ni sawa kuwepo kwa mipaka, kwa sababu kama awali ulikuwa umezungumzia bora kuna mipaka, ni sawa mwanamume kwenda kupata huduma hizi hata kama ameoa mbali na mazingira ya nyumbani. Tuelewe ya kwamba hawa wasichana wanaofanya hizi kazi sio watu wanafanya. Wako wale ambao wanafanya, lakini wengi wameenda shule. Na wamefundishwa jinsi ya kufanya hizi kazi. Na utapata wanaume wengi hawaendi katika taaluma hizo. Wako wale wanaokwenda. Manake pia kuna wanawake wengi siku hizo wanapenda kuchorwa na kutengenezwa kucha na wanaume. Wanasema wanaume wako more creative. Sasa inaitwa ile target market. Manake ni biashara. Unapata mtu amekwenda kazini na anajua kwamba mimi kama mwanamke nikienda kufanya kazi kwa kinyozi, wanaume kuna service ambao naweza wapatia. Na mwanamume unapata kwamba yeye labda alikwenda tu kusomea kuwa kinyozi na mambo tu ya ngozi, kwa hivyo anakuja anashughulika na ile kazi yake. Lakini mipaka ni muhimu. Nakumbuka wakati fulani nilienda kwa kinyozi, alafu ikiwa yule dada anataka kusema, akasema mimi nitakuosha kichwa, nitakusugua, lakini sisi katika services zetu tunazoofa hatupeani extra. So nikashtuka, nikamuuliza extra? Kwani kuna watu wanakuja hapa wanataka extra, kwanza ni nini? Manake sijui sasa hiyo. Ndio akaanza kunielezea kuna wanaume wanakuja na wengine wanataka pengine kwenda kule kwenye massage, na ukifika kule sio massage peke yake wanaotaka, kuna vitu vingine wanavyotaka. Kaambia mna anatoka ofisini na akili zake, anakwenda kunyolewa kisha anaitisha vitu vingine ambavyo sio. Ndio akanielezea kwamba kuna. Sasa yeye tayari unaona ameweka mipaka. Unaona ameweka mipaka kukuonesha kwamba sisi tunafanya tu ile ya kitaaluma na tukishamalizana na wewe tunaenda nyumbani. Sasa ile ni nzuri ili wewe mtu aweze kuelewa. Maana hata katika taaluma yetu kama washauri, mtu akija kwanza lazima tumuelezee huu shauri itakuwa hivi, siri zako zitatolewa nje. Alafu jambo lingine pia utapata kwamba tunalipisha kiwango hichi. Yule mtu akubali kwanza ama akatae. Sasa ni muhimu wao kuweza kuweka mipaka. Maana katika pengine mtu anakuja hapo kila siku mwaka mzima na akija anaambiwa huyu ni customer wa Joan, huyu ni customer wa Joan. Kuna vile ambavyo msipokuwa na mipaka mnaweza anza kuzoeana. Na hapo ndio shida zingine zinapotokea. Sasa wewe ukiwa uchukulia hii ni kazi na ujiheshimu tu kazi. Mimi huambia hata manamba ni kazi.
Lakini ukijiheshimu tu kwamba hii kazi ya manamba pia ni kazi, uvae vizuri, yamaanishi kwa sababu basi manamba basi uvae shagala bagala, wanuka, kwa sababu ni kazi. Kwa hivyo kila kazi lazima ifuatwe na tamaduni na itikadi za ile kazi na heshima yake, ndio ndiposa watu pia waweze kukuheshimu. John, changamoto ambazo anazungumzia Dan zipo na mnakabiliana navyo vipi? Na kuna umuhimu gani wa kuweka hiyo mipaka, na pia iwapo baadhi ya huduma hizi kwenye baadhi ya sehemu zinaleta utovu wa maadili? Katika swala hilo ni ukweli, lazima uweke mipaka. Wewe kama masus lazima ukue very professional, ndio kuavoid vitu zingine. Tunaelewa kuna narrative imekuwa past, vinyozi ukienda unafanyiwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sisi tunajaribu kubadilisha huo muonekano. Kwanza kwetu kabisa pale Next Level, ukikuja unataka massage, kwanza nakupea consultation form yenye kwanza unajaza jina lako nini, unatia signature, unasema mwili mahali kuna shida ya mwili, maybe that is how we start the professionalism. So tuna maintain kabisa, lakini hizi ni shida zenye ziko, but inategemea na wewe masus mipaka yenye umeweka. Ukipea hiyo mtu consultation form pia unamueleza hii inafanyika but hii haifanyiki. Naam. Changamoto ambazo zinakuwepo ni zipi ambazo mnakabiliana nazo kwenye kazi ambayo mnafanya, labda kukiwa na mtu amekuja na nadharia ambayo anahitaji damu? Changamoto sisi kama washauri tunakutana na nyinyi na mnatuambia changamoto ambazo ziko kule. Changamoto ziko. Kuna watu wanakuja wanasema wanataka hizo extras, but venye nimesema ni unamueleza, na ukimueleza na umwambie tunafanya hivi na hivi, pia wanaume ni watu wanaelewa. That's why kwa shughuli yetu ama kwa baba shop yetu tumeweka hizo consultation form. So ule client akikuja anajaza, ndio in case anything happen, sisi wenyewe kama ama mabosi wetu ama director wanaweza fuatilia, ndo hiyo pia changamoto tunaweza itatua. Juu pia unaweza patana na mtu mwenye huwezi contain, maybe vitu zimego out of hand. So ndio maana tunaweka hiyo consultation form, ndio at least tuseme huyu mtu alikuwa hapa na hiki kilitendeka. But ukielezea tu mtu vizuri, mwambie tunafanya mambo hivi na hivi, sioni ni kama kuna changamoto kubwa. Wanaume ni watu wanaelewa, na bora tu umemueleza tu vizuri. Wanaume pia wana changamoto kubwa. Anaweza taka kitu kingine na maybe msichana akatae, maybe amsingizie sasa kwa mabosi, aseme sijui huyu ajui kazi nini, kumbe alinyimwa kitu kwa anataka. So that's why pia tuliweka hizo consultation kutoka kwa kila kitu, hizo mapedicure ni kabla ushikwe ngozi yako lazima ujaze hiyo form. Nafikiri ni kitu ambacho kitakuwa kinaondoa fitna sana iwapo kitakuwa kinakuwa kwenye sehemu nyingi za kutafuta huduma hizo. Tukizungumzia labda kwa kumalizia, iwapo kuna changamoto ambazo kwa upande wako kama kinyozi unapitia, Non Baba, unaweza kuzizungumzia, alafu tunaweza kuangalia pia hulka ama tabia na maadili ya mtu yanavyofaa kuendana na muonekano wake. Dani alikuwa amegusia kidogo, tutakuwa tunaongezea nyama kwenye mazungumzo hayo tunapotamatisha. Changamoto ni nyingi. Wajua wanaume wengi ama vijana wengi hawapendi ku accept kitu fulani, like si rahisi umwambie mtu kunyolewa hapa, maybe mimi bei zangu ni tofauti. Unaweza kuja nikakwambia mimi kunyoa kama Non Baba kunyoa ni 1000. Umeelewa? So unapata mwanamume anakuambia kunyoa tu 1000, but ajui amekuja kwa sababu ule unadhifu, like afaa kae vizuri, anafaa utumie mashini nzuri ndo ngozi yake isiharibike. But hiyo ndo changamoto iko sana, sababu wengi wanakimbia bei, wanataka tuende mtaani, aende haraka haraka, na akienda akirudi kesho anakuambia kule nimeenda nimeharibiwa. Anarudi hapo hapo. Wewe binafsi, swali lako wewe binafsi, kwa nini uliamua kunyoa nyuma ya mask? Kitu gani ambacho kilikufanya ukasema mimi nitakuwa nataka kufanya kazi ya kinyozi kama taaluma, lakini nitakuwa naficha uso wangu? Kwanza kabisa ni kuuza talanta kuliko muonekano. That's why, that's the all behind the mask. Nauza talanta, like ile kazi yangu ndio inajiuza. Sitaki kuuza sura zangu, sitaki. Na kuna mtu unakuja anakuambia wewe mimi kunyolewa na mtu ambaye amefunika uso, ama mara nyingi wanakuwa tayari wanajua wanakuja kwa nani na wanakuwa wamekubali tayari yale wanayotarajia? Kama ukikuja pale Next Level, maybe umefika reception, ukishafika reception
like utasema unataka nani, watakuuliza kuna mtu unajua ama mtu fulani umekuja kutafuta. Kama ni a non baba utasema amekuja kwa non baba, because a non baba kuna special package. Yeah, so inakuwa rahisi. Lakini kitambo ilikuwa ngumu kidogo, like kinyozi wana ilikuwa si rahisi mtu kuamini, but kadri miaka ilivyosonga watu wamekuja wakaniamini. So sasa ina deal tuna special appointment. Yeah. Naam. Tukiangalia sasa swala la hulka ama tabia na muonekano, kama alivyotaja Dan, ukiwa umevaa suti yako vile na labda unabishana na kondakta kwa sababu hajakupa change yako ya shilingi 10, ama unakwenda unanunua mahindi unakula barabarani. Tofauti ya tabia, muonekano iviendane katika unadhifu wa mwanamume, umuhimu wake ni upi, na labda ni kipi ambacho kinafaa kuwepo katika kukamilisha hayo yote? Mimi naweza sema inakusaidia pia, unakutana na watu tofauti. Hata mimi mwenyewe nimevaa mask, lakini nikivaa suti yangu nimeng'ara, inaleta tafsira nyingine. So ionekane tu, wajua watu wanajua mtu anajifunika sura ni mkora. Lakini venye unavaa pia kuna vitu na attract, muonekano yako ina attract. Unaweza pata kazi, kama una kazi unaweza pata kazi. Mtu hawezi ajiri, huwezi kuja ofisini umeomba kazi na una miguu imechafuka ama umevaa nguo umevaa tu, like inakusaidia pia, unajulikana na watu wengi na maisha yako inasonga, inakuwa smooth. Yeah. Joan, umuhimu wa kuweka tabia zako ziendane na muonekano wako, mbali na kwamba unafanya matunzo mazuri, unakwenda zako kinyozi cha kisasa, unapata huduma zote nzuri za kisasa, lakini labda mbali na kuvaa, maadili yako ama hulka zako haziendani na muonekano. Kuna umuhimu gani kwa mwanamume kuwa na muonekano unaoendana na tabia zake ama hulka zake? Kama tulivyosema, walitumia example mzuri hapa. Huwezi vaa suti na ndio huyo unabishania na makanga ati change. Jamani, change ni kitu muhimu. Kama ni haki yako ni haki yako. Iwe ni adala, ni ya shilingi 10, wewe umevaa suti ama hujavaa, watu watakudhulumu. For me, Kenya naweza sema first impression matters a lot. Muonekano wako unakuongelelea before hata ufungue mdomo uongee. Na pia sasa kama muonekano wako unakuongelea before ufungue mdomo uongee, pia ukifungua mdomo uongee, kuongea kwako kunafaa kupelekana na muonekano wako. It's that simple. Yeah. Dan, tukiingia ndani zaidi sasa, wewe kama mwanasaikolojia, umuhimu wa mwanamume tabia zake kuendana na muonekano. Ni muhimu sana tabia zako kuendana na muonekano, manake unapovaa nadhifu pia watu wanakuwa na itikadi fulani kukuhusu. Inajengeka tu ile kawaida tu, watu wanaona huyu mtu vile alivyovaa lazima yuko hivi na hivi na hivi. Sasa wanapigwa na butaa wanapoona tabia zako na jinsi ulivyovaa haziambatani kabisa. So ni muhimu, lazima ujaribu, kama unataka kuwa mtu nadhifu, ule unadhifu wako pia usiwe fake, uanzie ndani. Unaona? Uanzie ndani. Manake inasemekana kwamba ni mawazo yako ndio yamekusababisha wewe, na sio kwamba unaiga. Ya kwamba wewe jinsi hivyo ndivyo vile ulivyo. Lakini pia niseme hivi, niongezee hivi, na haswa kwa kizazi cha leo, manake najua watu wanasema my dress, my choice. Unaona, mimi nitavaa vile. Kuvaa kwako lazima kuambatane na mazingira na tukio. Lazima ujue naenda dina, naenda sherehe fulani, ama naenda kukutana na watu, ama naenda harusini, ama alafu pia jambo lingine ambalo ni muhimu, tamaduni na dini. Elewa jinsi unavyovaa na tamaduni za watu kule unakokwenda na dini yao. Je, wanakuona kweli uko nadhifu? Maana wewe waweza kujiona uko nadhifu, lakini kulingana na watu wa dini fulani wakikuona wanakuona kama uko uchi. Sasa ni muhimu sana kuzingatia tamaduni na kuzingatia pia dini. Alafu jambo lingine pia ni mvuto wa kibinafsi. Wewe unapenda kuvaa vipi, lakini pia jua rangi yako ya ngozi inaendana na rangi zipi. Usije kama wewe ni mweusi sana alafu kisha ungeenda jipigia suti nyeusi kwa sababu ulisikia weusi mamlaka ndio nguvu ndio uongozi. Unaona bwana, sasa lazima uelewe, utapigwa dafrao bure. Lazima uelewe hivi vitu vile vinavyo kwenda nao. Lakini mimi kabisa nasisitiza akili yako ya kwamba zingatia kuwa nadhifu kuanzia ndani. Na tunaweza kuona mtu hapa leo ni nadhifu sana, lakini hujui kumbe anapitia kitu fulani. Ile ni njia ya kujikava. Na pia tusianze kuona mtu ambaye alikuwa nadhifu ameanza kuwa mchafu, azingatii kuwa nadhifu, alafu tutasema tu huyu siku hizi ameishiwa, ama
inaweza kuwa iko na msongo wa mawazo. Ama wasiwasi fulani umeanza kumgonga yule mtu. Fuatilia. Ukiwa umeona tabia za mtu ziko hivyo, ama mtu alikuwa ni mtu tu anavaa casual alafu kidogo unamwona jamaa ameanza kuwa nadhifu, anadunga masuti. Ufuatilia huyu mtu ni nini? Na bado mko naye tu pale, fuatilia ni nini. Inaweza kuwa kuna shida fulani anapitia yeye ya identity na wewe hujui. Kwa hivyo umaridadi unaficha umaskini, lakini sio kila wakati. Sio kila wakati. Na pia nataka kuambia watu ya kwamba hata kama una kitu, hata kama una kitu, oga, piga mswaki, jipake mafuta, vaa. You are broke, si kwamba hati sasa wewe umechizi. Wewe sababu pia kuna mtu akiwa hana kitu akaa basi sasa kama ambaye ni akili punguani, unaona? Hakikisha kwamba vitu vingine umefuatilia. Una hela ndio, lakini kama una nguo yako piga pasi. Usivae nguo sasa haijapigwa kama ambaye imetoka kwenye mdomo wa mbuzi kwa sababu hati una kitu. Hiyo sio sawa. Naam, katika kumalizia, mitindo ya mataifa ya western culture imebadilisha vipi tasnia ya kinyozi? Anon Baba, tukimalizia. Kwanza kitambo wajua watu wanachukulia tu kinyozi ni kazi ya kawaida, like kinyozi hata kama ufai kuvaa suti, kinyozi ufai kwa kinyozi unafaa tu uvae ndala mbili umeenda kazini, ama umevaa tu na sweta nini. But sasa hii imebadilika because hao ndio watu walikuwa hata mimi mwenyewe nilikuwa ni watu na I'm looking up to them, like na watch YouTube, naangalia. Mimi learn from YouTube and learn from YouTube, learn from YouTube watu wa Kenya, learn from watu wa western wazungu. Ndio kwa tukiwatch wa Amerika wenye wanafanya, hata zile vitu tunafanya wao walikuwa wanafanya. So wamebadilisha industry, na sasa hii kinyozi tumekubalika. Kinyozi ni baba, unaitwa baba. Like baba, mtu anakuja na akuji kwa kinyozi, anakuja naenda kwa barber shop. So vitu vimebadilika, na pia wanaume sasa wameanza kujikubali, wanajileta kwa vinyozi. Jamii imepokea vipi addition ama kuongeza huduma ambazo mmezitoa kwenye maeneo ya vinyozi? Na labda pia katika apili yako kwa wale ambao labda hawajakubali kwamba nyinyi mko pale na mnakwenda kushikwa na umeza watu wakija kunyolewa. Mimi mwanzo ni mmoja wao. Hebu tubadilishe mawazo. Kwanza venye naungana na Anun hapa venye amesema, vinyozi saa hizi imebadilika sana. Kwanza unapata saa hii hata tuna accommodate hata familia mzima. Utakuja na bibi yako na watoto wanyolewe, wakimaliza kunyolewa kuna place ya kucheza PS. Pia wewe unaweza tengenezwa. Sana hata unapata customer wetu wengi. Bibi anamleta na anakuambia anaumwa na mgongo, mpeleke umfinye. Watu wameanza wewe ndo umebaki. Unapata tu hata maybe watu wameanza bibi ameleta bwana wake, watoto pia, watoto wanacheza pale PS. Ameleta bwana wake kama safiri. Ukimfinya vibaya ndo utajua kwa nini amekuja. Yeye ameingia saluni hapo anatengeneza. Unapata hata saa zingine bwana anakuambia anataka kutengenezwa uso. Lakini nenda uulize mama ni scrub gani nitatumia. Unaenda unamuuliza, unamwambia bwana amesema anataka kutengenezwa, nitumie product gani? Anakuambia tumia hii na hii. Kwa hivyo jamii imekubalika, si kama kitambo, vitu vimebadilika. Na kwa wale wachache ambao hawajakubali, tunawahakikishia kwamba pale tunafanya kazi professionally. Hakuna tatizo lolote, hakuna mambo mengine yanafanyika, na wanaume pia wanahitaji kujiangalia. Wanahitaji kujiangalia, kuwa na utulivu wa mawazo. Alafu pia nilianza na kusema wanaume ni watu wanafanya vitu mingi. Kwa hivyo ile muda maybe amepata ndio hiyo anakuja kinyozi, ana relax. Hata yeye anajiangalia. Kwa hivyo muwakubalishe na wako katika mikononi mizuri. Naam, malizia Dan, kauli yako ya mwisho. Mimi ninavyosema ni kwamba kijana wa kiume, mwanamume, jitunze. Jitunze, usijiachilie tu shagalabagala kwa sababu watu wewe sasa kazi yako kutafuta. Jitunze. Kuwa na muonekano. Unapofanya bajeti yako ndio watoto, mke, pia wewe jiwekee.
jitunze, jiekee, nenda kanunue mavazi ama shonesha mavazi ya maana, nenda pale ukanyolewe, usiachilie tu, usijiachilie. Yani wewe hakikisha pia na wewe muonekano wako. Ile itakupatia ile esteem, alafu itakufanya wewe pia ujipende. Maana wanaume wengi wanafika mahali sasa tumetoa mpaka sasa hata tujipendi tena. Sasa ili wewe uweze kupenda wengine lazima uanze na wewe mwenyewe kujipenda. Na ni mambo madogo madogo tu, ile kwenda pale kupigwa luku, unaona, kutoka huko nadhifu, kujua jinsi ya kuvaa, kuinvest ni wewe mwenyewe ndio ukae sawa. Na pia ni muhimu wanawake mwakumbushe waume zenu waweje kujitengee. Usio unachukua kila siku na unamwona suruali imeparara ni ile haujamwambia badilishe, socks zina tundu. Kwa hivyo pia msiwe wachoyo wanawake, wakumbusheni wanaume ama uchukuni nafasi yenu kuwakumbusha kuwa nadhifu. Ndio maana tumeumbwa kama ubavu wa wanaume ili kuweza kuwa na ile nafasi ya kuwakumbusha wanapofanya majukumu yao na kujisahau. Nashukuru sana wageni kwa kuja studioni, kwa kujumuika nasi na kwa kutufungua masikio kuhusiana na taaluma na hii tasnia mpya ya unadhifu na umaridadi wa wanaume katika sehemu ambazo zimeundiwa wanaume kwa kujinadhifisha na kujiweka maridadi. Nimshukuru Anon Baba ambaye yeye ni mojawapo wa vinyozi mashuhuri ambao wanajulikana sana mitandaoni kwa kazi zake na akiwa anajiita Anon Baba, na kama ulivyoona ameficha uso wake ndivyo anavyofanya kazi. Nimshukuru sana Joan Garuya ambaye ni mtaalamu wa masuala ya unadhifu na urembo akiwa anafanya kazi kwenye mandhari ambayo yanakuja kutoa huduma kwa wanaume ambapo wakinyolewa bado si kunyolewa peke yake lakini wanapata huduma nyingine katika unadhifishaji. Na pia nimshukuru sana Daktari Dan Mugera ambaye ni mwanasaikolojia na mshauri nasaha ambaye ametusaidia kuelewa mwendano wa afya ya akili, unadhifu na hata hulka kwa mwanamume kwa jumla. Asanteni sana kwa kuja na kwa mchango wenu. Na mtazamaji, kufikia hapo natia kikomo kwenye taarifa za yanayojiri na mazungumzo haya kwenye jamvi la burudani Ijumaa ya leo. Naona wenzangu wa lugha ya Kimombo, namuona Ian Keitani ameshaingia studioni akiwa na suti nadhifu. Nafikiri tulikuwa tunazungumzia unadhifu na muonekano wake unasema hivyo. Anachukua uskani kwa lugha ya Kimombo kwenye taarifa za News Desk. Nami nimekuwa kwa Hadi ya Mwasiwa hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.